tukiwa mwendelezo mwaka huu kwa kiroho kama watakatifu wa Mungu, kama washirika, kama watu tuliookoka, tuna taratibu zetu, tuna mambo yetu ya kufanya. Wajua huwezi kumjua mtu kama huyo ameokoka kwa kuangalia, huwezi kumjua kama huyo mtakoka kwa kuangalia miaka kabisa iliyopita, lakini jinsi matendo yake yanathibitisha kwamba huyu ameokoka kwa Yesu Kristo. Yaani wewe unasema mmeokoka kanisani kwa sababu hata huyu naye. Kwa nini? Kwa sababu jinsi unakuwa na watu wanakuwa tofauti. Lakini katika mwendelezo wetu huu, katika kawaida ya mwaka huu, tunajifunza pamoja maisha ya utii kwa Mkristo aliyeamini. Somo letu maisha ya utii kwa Mungu. Tunajua na kuamini kwamba kila ili tuende kuwa na utii. Hata uoto hata kwa kanisani kwa sababu umetii kwa maana unakuja. Kwa hiyo kama watu tuliokoka tunatakiwa kuishi katika maisha ya utii. Tunataka kuishi maisha ya utii. Biblia inasema utii ni mamlaka ya Mungu. Kumbe kuna mamlaka ya Mungu yako kwa utii. Kwa kila kitu tunachofanya kwamba ili niishi na utaratibu. Na huo utaratibu ni kuvunja inakuwa ni usiatibu. Kwa hiyo kila ninachotaka kufanya natakiwa niwe utii. Kwa Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa pamoja tutaenda kujifunza pamoja kwanza tuangalie nataka sasa kwa shule yetu kujifunza kuna aina ya teaching. Kuna ile tunasema hata lecture kama vile shule yetu tunafundisha aje tunaelewa. Lakini sisi yetu kwa nini? Changia. Sawa? Nasema tunachangia pamoja, tunajifunza kwa sababu ya Kiswahili. Tunajifunza kushirikishana. Sawa jamani? Sisi wote hapa kwenye kujifunza wanasema kuna learning ni sasa kujifunza. Kuna adult learning na kuna learning ya watoto. Sasa kwenye learning ile ya watu wazima ni nzuri sana ile kushirikishana. Kwa sababu hata unaposoma, yaani kama ukisoma unakuwa sawa. Lakini ukishiriki utajua bahari kwa 1, 2, 3, 5, 6, 7. Amina kisha Mungu. Kwa hiyo mkao shule ya kushirikisha na shule yetu itakuwa tutakwenda assignment. Ikitoka ni next week tunaendeleza ile assignment kwa Yesu asifiwe. Nilikuwa na nilikuwa na vitu ambavyo nilifuatilia. Nini nimefanya katika hii maisha ya utii? Moja, mwisho wa darasa hili kila mmoja ni nini maana ya utii. Tutakwenda kueleza nini maana ya utii. Ukisema utii maana yake ni nini? Nini maana ya utii? Hizo ni vitu moja kwa malengo. Yaani malengo ambayo tunafikia mwisho wa siku. Anza mwanzo kabisa kuelewa. Namba 1, nini maana ya utii? Mwisho wa somo hili watoto walikuwa kujua nini maana ya utii. Sema utii kwa washirika ambao tunasali kwa nini maana ya utii. Na wote tutaenda katika utii kwa sababu tunajifunza na tunajua. Cha pili, tuna imani za utii. Tatu, madhumuni ya kutii. Kwa nini kutii? Kwa sababu tunafanya sisi kutii. Madhumuni ya kutii. Na katika hali gani? Kama tunavyoeleza. Na 4, faida za kutii. Kuna faida gani ya kutii? Ya 5, hasara za kutii. Sasa tunamalizia ya 6, nini
shule ya Jumapili umuhimu wa shule ya Jumapili. Kwanza, shule ya Jumapili ni nini? Tunaita Sunday school, hiki ni Kiingereza. Pili, je, umuhimu wa Sunday school? Kwa hiyo tuangalie katika haki na kutia tuone umuhimu au hapana. Amina. Kabla sijaenda na kukueleza bwana, Sunday school ni shule ya Jumapili ni nini maana ya shule ya Jumapili? Nini maana ya shule ya Jumapili? Nini maana shule ya Jumapili kwa wanafunzi? Sielewi. Tuko hapa, nini maana Sunday school? Shemasi karibu. Nini maana shule ya Jumapili? Shule ya Jumapili maana yake ni mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Shule ya Jumapili maana yake ni darasa la mafundisho ya kumjua Mungu na mambo mengine yote yanayohusiana na imani ya Kristo. Amen. Sasa tunasema hivi, shule ya Jumapili maana yake ni darasa la kumjua Mungu ambapo tunapata mafundisho. Kuna mwingine tofauti na hilo? Watumishi kwa mwingine tofauti na hilo? Shule ya Jumapili maana yake ni kwamba katika mafundisho tunapokuja kanisani. Sasa wewe mzuri na shule kwa hiyo. Lakini kama nimeelezea katika mjadala katika tunapokuja kanisani kuna malengo. Mwisho wa kufikia ni tunaweza kusema ukija kanisani kwamba upate kufanikiwa. Tunakuja kanisani kumjua Mungu. Lakini katika kumjua Mungu tunagawanyika. Maana Jumanne tunajifunza neno la Mungu. Yaani neno la Mungu linasema nini? Kwa sisi tuliokoka. Kuna mahubiri na Jumapili kama tunakuja leo. Lakini shule ya Jumapili tunajifunza nini kama Mkristo wewe mwanafunzi nitaishije katika maisha haya. Haleluya. Yaani shule ya Jumapili ni muhimu kwa sababu ukiwa kama Mkristo, ukiwa kama mtu aliokoka, kuna namna, kuna misingi, kuna jinsi ya kuenenda kwenye dini. Na ndio maana tunajifunza kutoka viroho hata kama mtaenda masomo ya darasa la Biblia, tulikuwa tunajifunza tofauti. Tunasikia kuja kuchukua pale mbele. Kwa kama Mkristo kuna mambo ambayo kuna misingi tunatakiwa kuishi katika dini. Pia kwenye huo kuishi kwa utakaji, ndio huo kuishi tunapata kujifunza katika shule ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Na faida zake ni nini? Faida zake zinanifanya kwamba mimi niliokoka nikamilike katika kuishi kwangu kwa kutumia misingi iliyofundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kesho nilikuwa na asili. Kwa asili kuna taratibu zao. Kama unaanza kwa kwanza, unataka kuimara, unakusudi. Yaani ni taratibu zao. Kwa mdogo ili kesho ujifunze kwamba ninapotaka kula ninapofanya hivi, ninapotaka kufanya hivi nifanye hivi. Amina kwa ushauri. Na sisi hapa kanisani tuna taratibu zetu kwa hivi. Mtu aliyokuwa anatoa aishi namna gani? Ili wewe uliokuwa kuishi katika maisha hayo ambayo tunafundisha hapa kanisani. Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa tunaenda kwenye nini maana ya utii? Utii ni tendo la kuadhibu. Utii ni tendo la kufanya mtu kukubali kufuata yale aliyoelekezwa bila kushurutishwa. Utii tunataka kusema ni hali ya kukubali kufanya agizo au maagizo na kutekeleza kama ipasavyo bila kushurutishwa. Hiyo ni utii. Kwa sababu kiambiwa kwa mama kuja kwenye usafi. Yaani hapo ukija maana ni utii. Vijana walikuwa kwenye usafi. Ukija maana ni utii. Bila kushurutishwa. Bila kufuatilia. Umeshaambiwa unatakiwa kuwakimu. Ile ni utii. Haleluya kwa Mungu. Huo ndio utii. Ndio watu wanafanya walipokuwa kanisani. Kwa sababu umeshaambiwa taratibu unafuata. Kwa watakuwa kanisani kwa ajili ya kujifunza kwani. Huo ndio utii. Na wazi kutoka kufuata
hizi taratibu za kutii ndipo utakapoona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutii ni kanuni ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio anataka kutii. Ukisoma kutii na meza ya Mungu na kusema kukua Torati 6:2-5. Mstari wa 2 mpaka wa 5. Biblia inasema upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake nilizokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Amen. Anasema hivi kama kwamba upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake na sheria zake zilizokuamuru wewe na mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Ina maana kwa maana unatoa huduma, ina maana kuna maagizo yale utakapotii nini kitafanyika, siku zako zitaongezwa, maana utamcha Bwana. Haleluya. Karibu tuendelee. Mstari wa 3. Sikiza basi Israeli, ukaangalie kuzitenda upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Mstari wa 5. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zote ni amri tunayopewa. Lakini katika kuzitenda hizi zote ni kutii. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapotii haya ambayo ndio tunataka katika maisha yetu. Sio kama ndio vizuri. Kumbe kutii unakufanya wewe utakapokuwa unatii utakufanya wewe upate kuongezeka sana. Utafanikiwa kuongezeka kwa sababu gani? Unatii. Kwa mfano, umeambiwa uje kanisani, sawa pendo? Halafu ujaje kanisani, umefanya vitendo vingine, hapa hujatii. Na kama hujatii, kinyume cha kutii fanya nini? Ni ukarimu. Kwa madalili kama kutii na maana kubarikiwa, ukiaje fanya nini? Utakarimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotii unapata baraka za Mungu. Tukiangalia tunasema kwamba kuna mambo ambayo mtu anaweza kupata akiamua kutii. Unapoamua kutii, sisi tunafika Torati, basi baraka zinapata. Lakini hili linafanyika unapotii. Akasema mtu anapotii kuna vitu Mungu anakuwa nayo. Mtu yote mwenye kutii kuna mambo anakuwa nayo. Moja akisema mtu anapotii anakuwa na adabu. Mfano, mimi nilikuwa nampeleka tunaomba usimame kufundisha na siku. Kwanza tunasema kwenye fikirie, unajua kwenye vitu sawa. Huo ni nini? Kutii. Lakini ukiwa na sababu sasa kama unazielezea na katika kutii unafanya hali unaweza kuaina za kutii. Unaelewa kuna sababu, unakuwa na sababu ya kueleza kwa nini huwezi kufanya hicho kitu. Lakini mara nyingi watu wanataka kwa sababu hata watu kuna sababu za kuzana na zile kabisa. Mtu anaweza kuona mtu kupinga kile ambacho anataka kufanya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo mtu anapokuwa na utii, ameshakuwa anakuwa na adabu hata kanisani. Haleluya. Kwa sababu unapokuwa na utii, kama tunataka kuja Jumanne kuja kanisani, yaani tunakuja kanisani na kufunza neno la Mungu kwa utii. Maana unaonyesha adabu. Adabu kwa nani? Kwanza kwa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kwa mtumishi wako, kwa sababu akikwambia umekifanya. Umetii kile alichosema. Unapokataa bila sababu tuna adabu. Na sisi kuokoka tuna adabu nyingi kwa tunajua nani?
Kwa kila mwanamke mmoja anaanza kuolewa. Sijui hata mimi nilikuwa sijaanza kuolewa. Kama nitakuwa na nani atakuwaje? Mwanaume wa aina gani? Sijui. Lakini kwa mimi kitu kimoja. Ili uweze kufanya tofauti. Na hapo hapo ndio wazi nataka kuelewana. Mimi napata mtu anakuja kuniambia mimi chini sio kuoa. Kimi kwa aina gani? Ukimtimu kama mtati vitu vingi vinatokea. Ananiambia yaani mimi napenda siku zote. Hizi nilipata pale kazini. Kanikuta nataka kutoka kwa ile ndio na mchungaji. Ndio nataka kuita fanye maombi sasa ni kwa sababu nimechelewa kufanya maombi. Sababu pale na njoo mwanangu. Njoo. Ndio na kazi kesho zake. Na Mungu atakusaidia yote. Sasa lakini mwisho tunajiuliza kwa nini kitokea hivi? Mwisho mimi nyuma kidogo tena kananiambia kwa nini kitokea hivi? Lakini tuwaje wewe unatii. Kwa nini unatii? Yule binti alikuwa nyumbani akasema nataka kazini. Akiwa kazini akakosa kufanya kwenda kwa mjambo yake. Alipotoka kwa mjambo yake ndipo sikuwa. Hivi nafikiri utii. Sio utii. Ni sasa kijana unatoka nyumbani kwa hiyo unasema chuoni. Ukiacha shughuli zingine ambazo unatoka nyumbani hapa ndio kidogo. Nikamwambia kwa kusema sana utii. Kama utii. Labda hata mimi unataka kuenda kwa Petro kwa sababu sikujiandaa. Nitakuja nini? Nataka nije kesho. Lakini ukageuka tu ukaanza sasa mwenyewe. Kwa hiyo hata hiyo mwanadamu ni mambo ya utii. Kwa hayo ni madhara. Akaniambia nafikiri sasa mimi nitakuwa mwenyewe sahihi. Nikamwambia siwezi kusema ndio kama. Lakini wewe unataka mambo ndani yako unajua atakuwa ni mwenyewe sahihi au sio sahihi. Kwa sababu ukianza na wewe utakuwa ni mwenyewe sahihi ambaye utii. Sababu mwenyewe sahihi atakuwa ni mtii. Neno la Mungu linasema ni neno watimie. Watimie waongeze kwa watu kumtii Kristo. Sio? Maana kwa ule kitu cha nyuma kama kitu cha kanisa. Sio jamani. Huo ndio mtii. Na Biblia inasema pia kwa wale watoto, watoto watimie wazazi wenu, sio? Bwana Mungu anakutii, lakini ukienda kinyume cha kutii maana kumfanya kutoka kwa Mungu. Na haipasi kuogopa kutembea katika ukaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine anakuangalia kwa mtu akiwa mtii atakubalika na baraka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaweza sasa abisema natoa mfano. Tunapita anaendelea. Yaani anaendelea kabisa anaendelea. Kwa nini? Kila siku anafanyia fulani. Hebu jiangalie. Wewe utakuwa wewe umetii. Inawezekana nikwambie kokote ile hapa. Na kuna kokote kaenda. Ndio. Akapita mtu anambia kokote kokote. Ukafanya ile mtu atakuona kwamba hata siku nyingine anapita na kuleta kazi zake. Yule alomtii, ndio. Wewe
mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa huyu ni mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa ndani vinaashiria ile alikuwa akiishi. Haleluya. Mtu anapokuwa mtii, nimesema atapenda, ile tunataka katika atapenda. Mtu mtii atapenda na mambo yake yanaenda vizuri. Na nina kusema mwingine hivi. Biblia inasema nawapenda vijana kwa sababu ya nini? Na nimeshika nani? Nimeshika shetani, si ndio? Sasa kwa maana nataka kuzungumzia vijana. Na kuzungumzia kwa wale vijana ndio kutambua ndio ndio mtu anapokuwa mtii anapenda. Unaweza kama pengine mtu kwa kanisani, wasisi wanaangalia watu ni mwanamke ilikuwa msichana na sasa ni mama. Unapoishi watu wengine wanakuwa nafikiri kwamba ikiwa hivi ndio nitaelewa. Au kijana nafikiri ikiwa hivi ndio nitaoa. Sio unaelewa. Au ufanye hivi lakini kwa nini cha kwanza kabisa ni mtii. Ukitii Mungu na Mungu. Ukitii Mungu na Mungu utapenda. Yaani maana hapo hapo. Sio kwa Mungu wote lazima hivi na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wa Mungu alikuwa mwanadamu. Kwa hiyo wewe ni mfano wa Mungu. Bila kitu kwa jamii kwa kwaje mimi sitaolewa na nani? Wewe ni mimi mfupi ya kanisa sijui hapana. Kwa sababu gani? Yuko huko bana kwa ikiwa utati. Tuko pamoja nani? Kwa kutii ni mafanikio yetu kwa kutii. Kanisa linakuwa kama watu washirika sisi tukiwa watii. Tusipokuwa watii kanisa halitakuwa. Ese mimi mama pia lazima uwe uelewaji. Jamani leo tunafunga na kuomba. Tunatakiwa kuwa kufunga kuomba. Wakati wengine wamefunga kwa kuanza na mambo yao. Kujatii. Tunataka kuombea wewe au ndio wafanya wajitoa kuombea. Hilo kanisa litakuwa pale. Halitakuwa. Lakini usipo mtu mmoja bado atafutia. Kwa hiyo mtiwako kwa kanisa hili kazi ya Mungu iende mbele. Watu tubarikiwe kama tunavyoona kwa kutii. Haleluya kwa Mungu. Kwa hiyo kutii ni bora sana kutii kanisani. Ambapo ukitii utapendwa na watu wote. Umesema mtoto mkaidi mfanyaji, inasema kwenye mithali ambayo sio ya Biblia ya dunia, inasema mtoto mkaidi ili afaidi mpaka siku ya Idi. Yaani maana siku ambayo inatoka ya wote hawezi akawa na special provision. Lakini kwa habari ya Biblia inasema mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama, ila akiwa maana yake mtii au mwenye hekima ni furaha ya baba yake. Asante sana. Ni nani kama Naam. Nitachukua kwa niangalie. Mtoto mkaidi. Hapo zilikuwa ni mzigo kwa mama. Akipatia ni furaha kwa baba. Kwa hiyo ni kwamba unapokuwa mtii, sawa, ni fahari kwa baba, lakini pia ni kwa mzigo kwa mama. Kwa nini mama anabeba mzigo? Yaani unapokuwa katika sawa kwa kitu cha kanisa kuliko kwa Mithali sura ya 10 mstari wa kwanza. Asante. Mstari 10 mstari wa kwanza. Anasema mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu mzigo wa mamaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema hili hata? Ni kwa hiyo kwamba unapokuwa mtii, unakuwa kama kanisa kwa sisi tunapokuwa mtii ni mahali kwa Mungu wetu. Lakini unakuwa ni mzigo wa mchungaji. Kwa sababu unakuwa mtii, lakini kwenye shughuli zote hauonekani. Lakini kwenye hiki upatikane. Lakini kwenye hiki uonekane. Unakuwa mzigo. Yetu amesha mchungaji mzigo ni mwacho wa Mungu wetu. Kwa sababu sisi tunakuwa sio watii. Kwa sisi tunatakiwa watii. Hata wanafunzi yuko pale shuleni, mimi nimeokoka. Ile ndio ndio watu wanatoka kusoma kufunza kutoka kwao. Kila tunataka mapili kule na tunaishi mtii kwa walimu, mtii kwa wanafunzi wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Kila kwenye aina sikio na kwenye aina ya mtii tunaonyesha. Tunasema kwamba sometimes Kumbukumbu la Torati sura ya 21 na mstari wa 18. Mtu akiwa na mwana mkaidi
shupavu asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wakamwadhibu hasikii. Ndipo baba yake na mama yake na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wamwambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu kaidi, shupavu, asikii sauti yetu, masharati, tena ni mlevi. Wanaume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndipo atakapoondoa uovu katikati yao, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Lakini ndio tunafanya nasema katika tafsiri ya Biblia yenyewe. Ina maana mimi ndio tutakapokuwa sisi wakati tusipotembea sana hivi, asafu za mwanadamu ndio kwa nini kumfundisha kwamba utakamata kwa sababu mfutii moja kabisa unaenda kule duniani huko hiyo kitu kitafanyika huko. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama wewe una timu ya Mungu na kuja kanisani kutoka vipi alafu unatembea vitu kama hivyo kutoka katika Mungu katika kujifunza sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kutii, maana utakapotii utapata baraka. Utakapotii utafunguliwa. Utakapotii utaheshimiwa. Utakapotii utapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni baada ya kuendelea pamoja tunaendelea. Kwa hiyo jambo la pili ilikuwa ni kuna aina ngapi za utii? Ya pili kuna aina ngapi za utii? Ndio kuhubiri. Kwa hiyo nilisema shule yetu ni shule shirikishi. Tunajifunza kwa pamoja. Najua tuko hapa kushana. Bila asana hii. Iweje pia kwa kama desturi tunaenda pamoja. Maana mnapokusanyika mnakuwa na jinsi pamoja, wengine na tenzi, wengine watu wengine na jengo na choo. Sio bali. Kwa hiyo ni tunaenda pamoja. Na sio kwamba hata mmoja asiyejua. Kwa hiyo kusoma ni watu niendelee. Tunajifunza, tunakumbushana. Amina. Kwa hiyo kuna aina ngapi za utii? Amina. Hii ndio kwa sababu tunasema kwamba utii ni kutekeleza bila kushurutishwa. Basi kwa sababu kuna kutekeleza bila kushurutishwa, maana kuna ile bila utii. Kuna utii wa ule wa hiari na bila kushurutishwa, na kuna ule utii wa kulazimishwa. Asante. Kwa sababu nasema hapa tuchangie. Wanafunzi mtoto anasema hivi, kuna utii wa aina mbili. Kuna kwanza kushurutishwa, kuna utii wa hiari yako. Asante sana. Mwingine kuna aina ngapi? Mwingine mnaenda kwa utii. Hiyo vitu vya utii. Hizo tunajifunza leo. Aina ngapi za utii? Mwingine mnaenda kwa utii hapa. Asante dada wangu, karibu. Unaotii unaojenga badala yako. Pia alafu unaotii unaoharibu badala yako. This means unaotii ambao unaweza ukatii lakini unaojenga. Usijue kwamba hicho ulichokitii baadaye kinanifuatilia mbele yako. Pia kuna ule utii ambao unachukua wengine wanasema unatii kwamba kama ulivyosema unaambiwa nenda kanisani ujue usafi, unaenda kwa sababu unaweza kusema. Kwa hiyo pale upati advantage yoyote, unaondoka kanisani, basi unakuwa na ruhusa. Lakini ukijua kwamba naenda kanisani kwa sababu namtumikia Mungu, sio kwa sababu kulienda kusema, unakuwa unapata, unapokea unachokuwa bariki. Barika sana sana kazi nzuri. Daktari Mungu bariki. Karibu mwingine. Mbona karibu sana. Karibu daktari anasema kwamba utii ule unaweza kusema wewe mwenyewe ndani ya moyo wako unatakiwa kumtumikia Mungu. Kwa sababu mtumishi ni mtumishi kufanya yale mambo ambayo
Yesu asifiwe. Kwa upande wangu za utii kuna aina mbili. Kuna utii wa ndani na utii wa nje. Utii wa ndani tunazungumzia msukumo wa ndani. Kama unasikia msukumo fulani na wakati ule na salama na Bwana. Na nje kwa mfano kama mtu anafanya kitu fulani ukakubali ukatekeleza bila shuruti. Hiyo maana ya utii. Hiyo ndio tuanze. Ukiwa ndani ya mashina. Wale wa zamani wa Yaani ukiwa kama mtu anakuambia fanya kitu fulani, afu ukafanya fulani. Na inakuwa ina watu wa ndani. Asante sana kwa anasema kwamba utii anasema ni utii wa aina mbili. Kwa sababu ndio ufanye na utii wa wakati na kanisa kwa utii. Nashukuru sana. Mwingine karibu. Asante sana kwa huduma nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna utii wa aina nyingi. Kuna utii wa woga. Mtu anaweza kuwa ni mtiifu, lakini sio kwamba ni mtiifu. Ila ni woga, hata kuna kitu kinapelekwa au woga kinasukuma. Kwa hiyo sio ule utii ambao uko ndani kabisa kwenye nafsi yake. Lakini kuna utii mwingine mtu anakuwa kabisa. Yani kwamba umezaliwa badala ya ule wa Ndio
Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi mkiitii sauti ya Bwana bado mkazitumikia nyayo wakifanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samweli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemletea Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimemwangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa kusudi ya vitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wao huko Yuda. Naye Samweli akasema, je, Bwana azipenda sadaka na kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na minyago, kwa kuwa ulikataa neno la Bwana, yeye naye kataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samweli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu niliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utii wa uchawi. Ukisoma habari ya Agagi utasoma mwenyewe habari ya Sauli kwa sababu kule nyuma utaona nini kilifanyika mpaka Mungu akamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akatoka kule yeye hakutii ile neno la Mungu, akafanya nini? Akasema yaani akafanya kinyume na kile akafanya kile ambacho Mungu alimwagiza kufanya, yeye hakufanya hivyo. Na ndio maana tunapenda mstari wa 18. Mbona basi kuitii sauti ya Bwana bali ukazikia nyara kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Alijua yeye akubali kwenda yeye, lakini sio akaenda kufanya nyara. Mungu alimwambia kingine, yeye akafanya kitu kingine, na huyo ndio sio utii. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutoka hapo ndio Bwana mmoja anataka kusema sawa kama kanisa tunafunda. Kifika kwa Bwana kile ambacho tunafanya ni kieleweka. Upendo ni utii. Utamini na kushukuru. Mimi nakwambia wewe. Utamini utazungula na vitu vyote. Hata kama unazama kanisa, usipotii yangu haitakusaidia. Kwa sababu hakuna ile kupokea. Sababu wewe sio mtii. Na mtu mtimani anakuwa Mungu. Na mtu ambaye sio mtii watu wamwamini yeye. Sio watu wengi wanataka kila sema vifika, watakueleza kwa mwingine nikisema kama cha kweli huyo sio mtii. Kwa sababu ukiwa mtii Bwana, yaani wewe ni mtii. Yaani ndio ni kitu special. Hapana, watu watajua tu. Utajulikana tu. Bwana Yesu asifiwe. Utafanikiwa tu. Lakini ukiwa mkaidi kama sio mtii kutumia mkono wako bure, ukatafua kufanya hivyo. Na sasa nimesema huu ndio utii wa uchawi. Utii wa Mungu. Watu sisi machawi mpaka kanisani. Ndio kabisa. Ashukuru Mungu, tunashukuru Mungu kwa kazi yake tunaielewa na hapo Mungu. Sana kabisa. Sio pendo. Ndio kwa Mungu kwa chungaji. Ndio machawi siku hizi. Wewe ndio unasema unashangaa. Yaani hata kuliko ni wewe kwa mimi nataka kusikia kwa ajili ya watu tofauti na napenda kuangalia na kusikia. Kuna wengine wanaweza kwenda na kumbe kwa Mungu. Lakini kwa watumishi wa Mungu na chawa. Yaani anafanya hivi kwa hizo watu sio kwa watu wengine kwa ndani. Juzi nilikuwa naangalia Mungu anasema sio kwa watu wote. Nilikuwa naangalia kwenye nyimbo na sikizi nyimbo na nini kweli. Ni kazi. Sasa nikaanza kusikia nyimbo za watu kwa sababu ndio kwa watu wala usipata kwa sababu sisi tuliokoka na jina ni kama jina la yote. Ile ni nguvu, hilo ni jina la Yesu. Utaenda kutoka mwanzo mpaka
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Yaani mmoja nisikie kwa sababu nikichukua hiyo nisikiliza kwa makini. Nilikuwa na mmoja katika ile mambo yake akisikiliza na kwa unaandika wote wenyewe Mungu kwa ulivyo. Unaweza kuona ile ambayo tunatukuza Mungu kwa ajili ya mambo ya sababu mengi na Yesu tutuone na wewe. Lakini tena mwanzo kwa mwisho kwa kweli kama hata nimesema Mungu yani kwa sababu Mungu sio watu wa imani. Lakini sisi tunaye Yesu Kristo ndani. Ndio Mungu. Watu wengine wanadai Mungu yani bila uwezo Mungu ni mmoja. Kwa hiyo leo tunasema hivi. Kwa hiyo hata tunasema kwamba Mungu ni mmoja, lakini watu kila mmoja wana Mungu ndani ya Mungu. Sio jamani. Mungu mmoja ni Mungu, sisi kila mtu ana Mungu wao. Kwa hiyo ndio tunataka Mungu na Mungu gani? Sio wao wanaambia Mungu wa baadhi sasa kwa Mungu hiyo. Sio jamani. Kwa hiyo wanasema Mungu ndio anayeleta nini? Mtiko kwa Mungu. Kwa sababu ni mtiko na Kristo ndani yake unafanya mambo sivyo. Ili upate nini? Upate hela. Sio kama naweka mimi ninaamini kabisa kiiba kabisa kwa hiyo kwanza kuomba. Kwanza Mungu anashuka kama kioo ukipata Mungu atuze kwa sababu. Lakini kama Mungu anaona ndani na maana nataka kupata unajitisha kumshukuru kama vile wewe ni Mkristo ndani sio. Mungu ndani anafanya kitu sisi chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio sisi uchawa. Mungu asaidie sana. Huo ni uchawa mdogo sio mtiki sana kwa Mungu. Mimi nasikiliza wewe ndio useme nini? Hiyo si. Ukasemezana kweli wewe ndani yako. Wewe ndani yako. Sasa hata Mungu asaidie sana. Hata sisi tunasema kwa kweli kwa kushuhudia. Mungu anaenda kushuhudia kwa mtiki kwa watu wote. Ya kuona kushuhudia kwa Mungu. Utii aina ya pili ni utii wa kweli. Utii wa kweli. Utii wa kweli unafanya mapenzi na Mungu. Ndio sio ndio sio. Ukasemezana kweli ndani yako. Umfanye kwa sababu watu wanaangalia. Ufanye kwa sababu wewe mchungaji yupo. Ufanye kwa sababu kuna mchungaji yupo. Ufanye kwa sababu washirasi wamefika. Ufanye kwa sababu watu wananiangalia. Jamani, tuko tunaishi kwa nini baada ya kuokoka? Kabisa. Mungu alisamehe. Yaani yeye kwa nini baada ya kuokoka? Sio kwa mavazi. Sio kwa sababu sisi kwa kila matendo yake. Matendo hayana mtindo. Tena hapa ndio anaongea anafikia ni wote mchungaji. Lakini akitoka na mambo sana wote. Hata kaka yake ni wote. Huo ni mtindo wa Mungu. Au watu wengine wanaona wanataka mtindo. Wanataka kufanya wanataka Mungu. Na ule utakuwa kuonekana. Ule utakuwa kubalika. Kutenda kwa uliko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa nasema pale ndio tunashazungumza mwanzo na sita ndio kwa wakati sita tunashasoma ndio ndio kufanya mambo baada ya timu lakini naomba kwamba leo katika mashaka ya siku zetu wa timu tuendelee sawa sawa kabisa kwa kuishi tusiwe watii kwa sababu ya watu wengi tulikuwa watii kwa sababu ya moja ni ndio kitu kimoja mimi chini ya jua iwe mvua iwe jua. Yaani kuna neno utapitisha. No. Yaani iwe nguvu iwe mvua. Kuna neno utapitisha.
Ukienda kwa mume wako, mwekee maji. Huyo kijana mmoja anachanganya, tena kule, huo mjasiriamali, bwana atakufa mjasiriamali. Nikaangalia huyu na mimi kuongea hapa. Kujadiliana kwa jinsi kwa sahihi. Mbele ya hao mama. Nikasimama. Nashukuru sana. Wewe ndio nafasi ya kuongea. Wanasikia kufanya salama ni kupeleka maji. Dada. Unapoenda ni wewe unamtia. Tena kutia msalini na ushauri. Tika katika jamii hiyo njema. Every person is a leader. Na ndio maana kuna waume, ndio maana kuna wafupi, ndio maana kuna warefu, ndio maana kuna wanene. Wewe mtii jinsi wewe unataka kutii. Bila kuangalia mazingira yako unafanya nini. Issue ni kwamba watu wanaangalia jamii, watu wanaangalia nini. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kwa nini ndio mazingira yanaweza kutii. Tutabeba yale pepo kwa kutii Mungu. Tutabeba ndani mambo ambayo nini yatatusababisha. Nimetoa mfano hapa. Kwa kuja kanisani, huko baada kuna sababu kama usipokuja kanisani. Umekaa pale nyumbani kwako. Unaenda shule zako kama ni mpira unaangalia mpira. Kuja kanisani yes au wote. Sio shule yako lakini sio ibada. Sio kama unaona naye. Sio kama nataka vizuri. Lakini mjue. Kama kuna leo kuja kanisani. Na kama kweli kuna mimi kwa mimi nasema kweli. Lakini shida ni naona. Sio jamani. Mungu leo Mungu sana. Watu wanafikiria kuonyesha kwamba niko nafikiria kupata rahisi. Wewe unaenda leo sawa sawa Mungu atakusa watu walipo. Sio jamani. Mungu atakusa watu wengine kwa ajili yako. Mungu atafanya kwa ajili yako wewe. Nilimwambia na mmoja na sisi na mwingine. Ya ndio ile battle kama tunaona kwa yule. Wewe si kuonyesha shughuli. Cha maana Mungu angalia Mungu. Katikati yao ndio wewe utakuwa. Ataniambia ni rafiki Mungu. Ananaye kazi. Wagogo kwa hapana. Mama baada ya Yesu lakini usipige asimame kama afanye nini? Anakuwa hivyo. Sio ndio leo jamani. Kwa kila mmoja anapenda jinsi gani. Lakini wakati baada ya Yesu yuko. Tena, na basi kwa hiyo ukishikana neno kwa Yesu kwa Mungu utatengeneza. Nikamwambia mimi, Yesu bado wewe na mama. Nikamwambia Yesu endelea kutii. Wewe kuna mtu ambaye ananiambia afanye vizuri kwa ndani. Nikamwambia hata neno hili kitaka sisi kufanya hiki. Kaza nini? Tuna hili kazi. Kuna nini tunafanya hiki? Na kwa mimi kwa watatu, ndio nisema kwa idea. She's in love. What's for me? Sawa, lakini kwa sababu gani? Nilimwambia kabla kwanza nitii. Kiongozi kutii bila kuangalia mazingira. Timu watu wote wao kutii. Yaani sisi tunazungumza kwa mazingira haya wote wanaungana. Wewe kutii Mungu, kutii neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Samahani kwa kudini mimi sehemu yangu yaani kikao. Yaani kwa kweli sehemu yangu. Naelewa kwa mama sana, napenda mama sana. Yaani iko ndani ya moyo wangu. Napenda mama sana. Yaani na nikimwona mama anafanya vizuri, I feel proud. Hata kazini nataka mama wewe umefika. Yaani napenda ndio mwingine mama mwingine anafanya vizuri. Sio kama mgeni sio watu wanapenda. Lakini kila mmoja ana mama yake. Sio kila kitu kinachoitiwa. Mimi kwa hivyo natamani napenda mama sana. Hawa inao na kila mmoja na mama. Nataka kuongea mama. Hivyo ndio napenda. Kwa mama anafanya kitu kwa kupenda kukadai. That's why naongea sana mama au kupata kushika na mama na ongeza na msoma mbele na kuongea na tukikana. Lakini napenda mama na acha kwa sababu gani? Mama ndio mama ndio kutoka kutoka lakini mama anatupili. Ana mambo mengi. So kana na kwa sababu that I have in my heart to be to save women. Napenda kutukia mama. Na katika mambo mengi niliyopita, na vitu nilipita mpaka nasema kitu. Baadaye nilikuja nasema, sababu niliona napenda wa mama. Nisingepita, ndio nilisimamikia mama, nisingejua. Na Mungu alinipitisha kwamba
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila siku tunajua kwa financial kila kitu. Tunafanya biashara, hatulienda kodi, sio watii. Sio watii, na sisi tunaiba. Sio watii. Kwa sababu unaona kodi. Sasa hizi tunazipata mamlaka. Sio jamani. Sisi sio watii kwa kutia kodi. Kodi sisi ni waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni kweli na kuna ni kweli lakini lazima ufanye. Mimi sitamani kwa kitu kufanya. Lazima tuwe watii. Ili kwamba sisi tuna sababu ya watu wengine. Kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimefika kumshauri wewe mzee alipo kujiona aina ya watii. Kujifunza maana, kujifunza maana ya watii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kufuna, nasi tunaweza kufikia tunaendelea kufikia. Labda nikamilishe kwa swali la kuonesha. Chache kama tatu hivi. Kama kuna swali karibu. Endelea kuokote karibu ndani. Tunaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natamani kujua tofauti kati ya utii na unyenyekevu. Na je, tunatakiwa kutii hata kama itatugharimu uhai wetu au hatima? Yaani kwa mfano umepata mwanaume hataki uende kanisani na unajua kabisa hicho kitu kitakupeleka motoni, unatakiwa kutii. Na pale ambapo Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa ametii hata mauti ya msalaba, pia huo mstari kidogo ufafanue. Namshukuru Mungu kwa swali anasema hivi, nini tofauti ya utii na unyenyekevu? Cha kwanza. Cha pili, je, nitii hata kama kwa ni gharama kwa hali wangu? Nitii. Wanafunzi, uko kanisa na ndio mstari. Wanafunzi kanisa, kabla tubaje jamii kwa mambo wanafunzi kuchana. Nisema shule yetu ni darasa shirikisho. Sio jamani. Pia tunafanya lecture. Hii ni discussion. Tunafanya discussion na shirikisho. Karibu mzee. Karibu wewe mbele ndani. Tofauti ya utii na unyenyekevu. Wanafunzi. Karibu sana. Jambo la kwanza anauliza kuna tofauti gani kati ya utii na unyenyekevu. Nafikiri mkutano utaisafisha siku ya mbele, lakini tafsiri tuliyopatia ya kwanza utii kufuata maelekezo au tayari kufuata maelekezo bila shuruti. Kwa hiyo tafsiri ya utii kufuata, lakini unyenyekevu ni tayari kubadilishwa. Nitatoa mfano tu ya baraka. Utii ni kama Biblia inazungumza kwa habari ya mfumo ya uumbaji kwamba bahari inaheshimu mipaka yake. Utii ndani bahari ilipoumbwa, Mungu aliposema akatenga maji na nchi kavu, ile bahari ilifuata yale maelekezo ya Mungu muumbaji. Hata kama maji yakijitahidi kuruka hayavukani mipaka yake, hiyo ni bahari. Kwa hiyo tunachukulia kama utii, lakini utii pia jua lililoumbwa asubuhi hakuna mtu ananiambia tunachomoza kama siku za ibada tunaanza kupigia simu kwamba Jumanne tunakuja kwenye Bible study. Maana yake kama ratiba zimesha setiwa, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka juu. Kama Mungu ameseti wewe jua utapokea asubuhi, alafu jioni utazama. Jua lazima litokee asubuhi na jua lazima lizame jioni. Huo ndio utii, kufuata maagizo ya Bwana au muumbaji. Unyenyekevu litazungumzia kama ardhi. Ardhi kati ya viumbe vyote ni kiumbe ambacho kiko chini kuliko viumbe vyote. Unaweza kunyenyekea kwa kutengeneza mazingira ya kujishusha. Ukiwa na mazoezi baada ya kufundisha kujizoeza, mtu mnyenyekevu amejizoeza kujishusha. Ila utii sio kujishusha, utii kufuata maelekezo. Nitampa mfano mzuri hapo. Ardhi kwa ilivyo, ardhi ni kiumbe ambacho kimeshuka chini kuliko viumbe vyote, ila ni changamani kuliko vitu vyote. Yaani ardhi ndio tunajenga majumba, kwenye ardhi ndio tunaviweka
viwanja vya ndege, migodi ya madini, bahari zote ziko kwenye ardhi, lakini hadi maana yake kunyenyekea. Kwa hiyo kunyenyekea ni maisha ya kudumu katika utayari wa kuwajibishwa. Tutakuja nieleze vizuri siku nyingine kupata nafasi, lakini tukirudi kwa kutii, andiko linasema kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 20, anasema nanyi watoto watii wazazi wenu katika Bwana. Lakini pia anazungumza kwa habari ya Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18, anasema nanyi wake watii wake zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Waume watii waume zao. Alright, thank you daddy. Kwa hiyo kutii katika Bwana, mtu anapokuambia usiende kanisani usio katika Bwana, hapo ukitii ni kichwa chako mwenyewe kinakusukuma na uoga na hofu. Anaposema kutii wazazi katika Bwana, mzazi umeokoka anakuambia kama umeokoka sitaki nikuone hapo. Kwa hiyo kwa sababu ya kutengeneza amani na wazazi unaacha wokovu. Kutii katika Bwana ni kuwa tayari kuwajibishwa. Kutii na mimi kutii ni kutekeleza maagizo ya Bwana bila kuwepo. Sawa jamani. Na kunyenyekea kama unavyosema, kama tunasema ni kushusha. Kwa mfano, mbona kwa sababu tunafanya hivi